Aliyefunga agano anaweza akafa, lakini agano alilolifunga linaweza likawa linaendelea kuishi. Sasa tukija kwenye familia zetu, jambo lolote jema unalotenda kwenye familia yako ni manufaa kwa ajili ya familia yako kivizazi, na litaleta manufaa mazuri kivizazi. Wakati huo huo, jambo lolote baya unalotenda kwenye maisha yako haliwezi likaishia kwako, litaleta matokeo na kwenye vizazi vyako. Sasa ndio maana unaweza ukakuta watu wengi sana wamevagawa na nguvu za giza, na hizo nguvu za giza wanakuambia kwamba tuna uhalali na huyu mtu. Ukiuliza kwamba mna uhalali naye vipi? Kwa nini mna uhalali naye vipi? Unakuta zina uhalali naye kwa sababu baba au mama aliingia kwenye hilo agano. Chukulia mwanamke au mwanaume ambaye ameishi kwenye ndoa kwa miaka 10 hajapata mtoto, anahangaika huku na kule. Inafika mahali anaambiwa kwamba nenda kwa mganga fulani, huyo mganga atakusaidia. Anaenda kweli, na anapoenda unashangaa mganga anamwambia kwamba utapata mtoto na atakuwa jinsia ya kiume, na kama ni jinsia ya kiume au jinsia ya kike ninakupa na jina utakalomuita. Unashangaa, unaenda kweli, baada ya muda una conceive, mke wako ana conceive au mwenyewe mnafurahia kwamba tumepata mtoto, lakini unakuwa umepewa jina kwamba huyu mtoto akizaliwa umpe jina fulani, na unampa ile jina ambalo mganga mwenyewe amekwambia. Huyo mtoto ni binadamu, lakini amepatikana kimaagano. Sasa ndo hivyo, twende taratibu. Rais wa nchi anaweza akasaini mkataba kwa niaba ya wananchi wake, na huyo rais wa nchi anayesaini mkataba kwa niaba ya nchi yake, inawezekana muda wake wa kukaa madarakani ni miaka 10, lakini akasaini mkataba kwa niaba ya wananchi milioni 60, na ule mkataba ukao unachukua unadumu hata kwa miaka 100 au miaka 50. Anatoka madarakani yule rais, anauacha ule mkataba bado ukiwa na uhalali na sheria ya kuendelea kufanya kazi kwenye kile kizazi. Kwa hiyo hata kama taifa litapata rais mwingine, hataweza kutengua kirahisi ule mkataba, kwa sababu kuna saini ya rais aliyemtangulia iko pale. Kwa hiyo ataingia kwenye mfumo ule ule. Sasa tuna aina ya familia ambazo waliotangulia, wengine walitenda yaliyo mema, lakini wengine waliingiza vizazi vyao kwenye maagano.